Subhanahu wa ta'ala, mtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada yetu kama ilivyotangazwa ni mahusiano au mafungamano yaliyopo baina ya Qur'ani na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo linajulikana kwa watu wengi kwamba Qur'ani imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kama pasingekuwepo na mahusiano mengine au mafungamano mengine kati ya Qur'ani na mwezi wa Ramadhani, hilo pekee lingekuwa linatosheleza kuonesha mafungamano makubwa na uhusiano uliopo kati ya Qur'ani na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tunazungumzia mafungamano hayo na mahusiano yaliyopo ili yaweze kutupa msukumo, kushajiisha nafsi zetu katika kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi huu, kwa sababu historia ina nafasi kubwa katika Uislamu na hata katika maisha ya Muislamu. Na historia inatuonesha kwamba Qur'ani imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa msingi wa hili tunaelezea mafungamano yaliyopo ili Muislamu aweze kuona umuhimu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika akipe umuhimu wa ziada katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa nukta ya kwanza kabisa katika kuangalia mafungamano yaliyopo kati ya Qur'an na mwezi wa Ramadhan ni hili ambalo tumeanza nalo katika utangulizi, kwa maana alaqatu tanzil, mafungamano ya kule kuteremshwa kwa Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea faradhi ya funga, kisha akaelezea muda wake, kama ilivyo katika suratul Baqara aya inayoelezea siyam: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah anasema, enyi mlioamini, imefaradhishwa juu yenu funga kama ilivyofaradhishwa juu ya wale waliokuwepo kabla yenu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa funga hii Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia. Tutafunga kwa muda gani? Siku ngapi? Miezi mingapi? Allah subhanahu wa ta'ala akasema ayyaman ma'dudat. Hiyo funga yenyewe ni masiku machache tu yenye kuhesabika, si siku nyingi sana. Ayyaman ma'dudat ni masiku yenye kuhesabika, kwa maana ni siku chache. Katika siku hizo chache Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea takhfif aliyoitoa kwa wasafiri wenye maradhi na nyudhuru za kisheria, kwamba wakishindwa kufunga wanaweza kuja kulipa katika siku zingine. Lakini mpaka hapo hizi siku chache hazijajulikana. Allah anasema ni ayyaman ma'dudat, lakini hizo siku chache ni zipi? Mbele ndio Allah anasema shahru Ramadhan. Hizo siku chache zenyewe ni mwezi wa Ramadhani. Ilitosha kutuonyesha kwamba faradhi ya saumu itatekelezwa katika siku chache ambazo
ni mwezi mmoja. Ndani ya mwezi mmoja faradhi ya funga itakuwa imekwisha tekelezeka, na funga hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria na kutuchagulia iwe ni ndani ya mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala akataka kutuonesha nafasi na hadhi ya mwezi huu wa funga ambayo itautofautisha mwezi huu na miezi mingine yote iliyobakia. Ndipo akatuelezea sharaf na utukufu wa mwezi huu, akasema alladhi unzila fihi alquran. Hiyo funga itakuwa ni ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini huu mwezi wa Ramadhani una hadhi gani? Alladhi unzila fihi alquran, ndio mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Kwa mwezi wa Ramadhani umepata heshima, umekuwa na cheo, umekuwa na hadhi, kwa kuwa ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'ani ndani yake, Qur'ani ambayo ndio maisha ya Muislamu, ndio maisha ya Muislamu, ndio anadhibiti maisha yake kwa kila namna katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, za kijamii, mafungamano ya mtu na mwenzake, mafungamano ya mataifa mbalimbali. Maisha ya mwanadamu na Muislamu hasa yamo ndani ya hii Qur'ani, na kitabu hicho kimeteremshwa ndani ya mwezi huu. Alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi, kwa ajili ya kuwa ni mwongozo kwa watu na ni hoja zenye kubainisha uongofu. Kwa hivyo mafungamano makubwa kati ya mwezi wa Ramadhani na Qur'ani ni kwamba kitabu hiki cha Qur'ani kimeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na katika kuteremshwa kwenyewe wanachuoni wanazungumzia kwa namna mbili. Kwanza ni kule kuanza kuteremshwa Qur'ani katika mwezi huu wa Ramadhani. Qur'ani inaanza kushushwa kabisa juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni ndani. Qur'ani inaanza kushushwa mwanzo kabisa ilikuwa ni ndani ya mwezi wa Ramadhani, na inaanza kushushwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ndani ya mwezi wa Ramadhani. Baada ya kuzungumzia mwezi wa Ramadhani hasa kuonyesha uhusiano uliopo kati ya Qur'ani na mwezi wa Ramadhani, bado Allah subhanahu wa ta'ala akauzungumzia kipekee na kuupa hadhi ya kipekee na nafasi ya kipekee ule usiku ambao ndimo Qur'ani ilipoanza kushushwa, usiku wa cheo. Allah akasema inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'ani katika usiku wa cheo, usiku wa lailatul qadri. Katika aya nyingine iliyomo katika suratul Dukhan, Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani fi lailatin mubarakah, katika usiku uliobarikiwa. Kwa hivyo wacha utukufu ule wa mwezi wa Ramadhani mwezi mzima, kwamba mwezi huu una utukufu wa kipekee kwa sababu imeteremshwa ndani yake Qur'ani. Bado ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku wa kipekee, usiku wa Lailatul Qadri, na utukufu wake ni kwamba huo usiku wenyewe ndio usiku ambao Qur'ani iliteremshwa. Allah anatuambia ubora wa usiku huu khairun min alf shahr, ni bora kuliko miezi 1000. Kwa hivyo Qur'ani imeitukuza Ramadhani kwa namna mbili.
imeutukuza mwezi mzima wa Qur'ani kwa kuwa ndio mwezi ulioshuka ndani yake, lakini bado imekwenda kuutukuza usiku hasa ambao ni usiku wa Lailatul Qadri, ambapo ndipo iliposhuka Qur'ani. Hakuna mashaka kwamba Qur'ani imeanza kushuka ndani ya mwezi wa Ramadhan, lakini kadhalika kupitia katika riwaya mbalimbali tunaelezwa kwamba Qur'ani ilishushwa kwa ukamilifu kabisa kutoka katika Lauhi Mahfudh kuja katika Baitul Izza ambayo ipo katika uwingu wa dunia, ikateremshwa pale kama anavyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imamu An-Nasai rahimahullahu ta'ala na Ibn Abi Shayba na Al-Hakim katika Al-Mustadrak. Anasema fusila al-Qur'an min adh-dhikri fawudhi'a fi baitin fi samai dunya. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ilitenganishwa Qur'ani, kwa maana ilitolewa kutoka katika Lauhi Mahfudh ikateremshwa katika nyumba ambayo iko katika uwingu wa dunia ambayo ni Baitul Izza. Kutoka pale Jibrilu akawa anaiteremsha kidogo kidogo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wote wa da'wa yake, mpaka alipokulingana na matukio na mahitaji ya aina mbalimbali, mpaka ikawa Qur'ani imekamilika. Kwa hiyo tunaposema Qur'ani imeshushwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuna kushushwa mara mbili. Kuna kushushwa nzima kama ilivyo kutoka katika Lauhi Mahfudh kuja katika Baitul Izza, na kadhalika kuanza kuteremka kidogo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka yake ya da'wa isiyopungua miaka 23. Kwa hivyo utukufu wa kipekee, ndugu zangu Waislamu, ambao tunauona katika mwezi wa Ramadhani unaotofautisha mwezi huu na miezi mingine, ni kule kushushwa hiki kitabu chenyewe cha Qur'ani katika mwezi huu. Kwa haya ni mafungamano makubwa mno yaliyopo katika mwezi huu yanayotosha kutuonesha kwamba huu ni mwezi wa Qur'ani, ni mwezi wa kuisoma Qur'ani, ni mwezi wa kuhuisha nyoyo zetu kwa kitabu hiki cha Allah subhanahu wa ta'ala, ukisoma, kusomeshana, kukumbushana na kunasihiana juu ya ujumbe uliomo, kama ishara ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuletea mwongozo huu. Alaka nyingine au mafungamano mengine kati ya mwezi wa Ramadhani na Qur'an ni alaqatu shafa'a, ni yale mafungamano ya uombezi. Qur'ani kwa nafasi yake na funga ambayo ni ibada Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha iwemo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hivi ni viwili ambavyo vitasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumuombea Muislamu ambaye alikuwa akijishughulisha na kitabu cha Allah na akatekeleza ibada ya funga. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad, hadithi ya Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anasema as-siyam wal Qur'ani yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah, funga na Qur'ani zitamuombea msamaha mja siku ya kiyama. Yaqulu al-Qur'an, Qur'ani tasema ay rabbi manatuhu an-nawma bil-layli. Yaqulu as-siyam, itasema funga ay rabbi manatuhu at-ta'ama wash-shahawat fi an-nahari fashaffi'ni fi. Saumu inasema e Mola, mja wako huyu mimi nilimzuia
kula na kunywa na matamanio ya aina mbalimbali wakati wa mchana, fashafi'ni fihi, basi nikubalie ule uombezi wangu kwake yeye. Wayaqulu alquran, na itasema Qurani, manatuhu an-nawma bil-layli fashafi'ni fihi, nilimzuia mja wako huyu kulala usiku, basi nikubalie uombezi wangu kwake yeye. Qur'ani inaeleza wazi uwepo wa shafaa, uombezi, na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni, nani ambaye ataombea msamaha mbele ya Allah basi na idhini yake. Kwa hiyo ipo nafasi ya uombezi. Sasa Qur'ani na siyam zina nafasi hiyo ya kwenda kumwombea mja, lakini ni siyamu ipi? Ni siyamu ya sawasawa, ile ambayo kweli mja amejizuia kula na kunywa, akajizuia na matamanio. Hii funga itakuwa ina sifa ya kwenda kumwombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Qur'ani ambayo ilimshughulisha mja, imemnyima usingizi, ameacha mishughuliko yake, akatumia muda wake kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani inakwenda kumwombea. Sasa haya ni mafungamano ya kwamba hawa ni waombezi wawili, Qur'ani kwa nafasi yake na funga ambayo ipo ndani ya mwezi wa Ramadhani, nayo inakwenda kusimama kwa ajili ya kumwombea mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tumeona nukta ya kwanza ambayo mafungamano yake yanalenga upande wa kuteremshwa Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini nukta ya pili kwamba Qur'ani na saumu ambayo ipo ndani ya mwezi wa Ramadhani, hawa ni waombezi wawili wa mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya tatu ni mafungamano yaliyopo baina ya Qur'an na qiyamu Ramadhan. Qur'ani na kisimamo cha mwezi wa Ramadhan. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ipokewa na Bukhari na Muslim, hadithi ambayo tunaijua, anasema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayesimama Ramadhan imanan wa ihtisaba, kwa imani kabisa na kwa kutegemea malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Anatushajiisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na qiyamu Ramadhan. Lakini tukitazama kisimamo cha usiku cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, muhimili wa kisimamo hicho ilikuwa ni Qur'ani, kwa sababu kisimamo chake kilikuwa si chepesi kihivi. Mama Aisha radhiyallahu anha anapozungumzia kisimamo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazingira ya kawaida tu ya kila siku, anatuelezea namna kilivyokuwa kirefu, lakini anaeleza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisali rakaa 8 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Anasema usiulize urefu wake wala uzuri wake, usiulize urefu wake wala uzuri wake, kwa namna ambavyo kile kisimamo kilivyokuwa kirefu. Nini kilikuwa kinarefusha kile kisimamo? Ni Qur'ani. Sasa ukija katika mwezi wa Ramadhan,
kupitia hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu iliyothibiti katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim. Hudhaifa radhiyallahu anhu anatuelezea kisimamo ambacho aliwahi kusimama na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mwisho wanachuoni wengi wanasema kisimamo hicho kilikuwa ndani ya Ramadhani. Kilikuwa ni kisimamo cha namna gani? Anasema sallaitu ma'a an-nabii sallallahu alaihi wasallam, niliswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin, usiku mmoja hivi niliswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faftataha al-Baqara, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafungua ile swala yake kwa suratul Baqara. Faqultu yarkau inda al-mi'a, Hudhaifa radhiyallahu anhu anaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea tu katika kile kisomo. Anasema nikasema, maana yake anajiambia mwenyewe yarkau inda al-mi'a. Hapa Mtume alivyorefusha hiki kisomo, hapana shaka atarukuu baada ya kutimiza aya 100. Anasema thumma madha, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea, kafika aya 100, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea. Faqultu yusalli biha fi rak'a, nikasema, kwa maana nikajiambia atakuwa amekusudia kuswali na hii surati al-Baqara kwenye rakaa moja, kwa sababu anaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda tu, suratul Baqara inataka kukatika. Kwa anasema, nikasema hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa amekusudia rakaa moja asome suratul Baqara. Famadha, akaendelea. Fakultu yarka'u biha, nikasema atarukuu tu kwa hii suratul Baqara. Anasema thumma iftataha an-nisa, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akafungua suratul Nisa, iko kwenye rakaa moja. Faqara'aha, akaisoma suratul Nisa ikamalizika. Thumma iftataha ala Imran, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akafungua suratu Ali Imran. Faqara'aha, akaisoma. Yaqra mutarassilan, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasoma taratibu. Hizo tunakwenda kwenye juzuu 5, alafu sio anakimbia. Yarqa mutarassilan, anasoma taratibu. Idha marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, akipita kwenye aya ambayo ina utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ina tasbih, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsabihi Allah pale. Wa idha marra bisualin sala, na akipitia aya ambayo ina maombi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba. Thumma raka'a, kisha ndio akarukuu. Hadithi inaendelea, rukuu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa karibu na kiamu yake, kisha akanyanyuka pale, na itidali yake ikawa inakaribia kisimamo chake, kisha akasujudu. Kwa kisimamo kilikuwa ni kirefu. Sasa mwisho wa hadithi hizi katika baadhi riwaya, jaa fi baadhi riwayat an Ahmad annahu kana fi Ramadan, imekuja katika riwaya ya Imamu Ahmad rahimahullah kwamba kisimamo hiki cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kilikuwa ni katika mwezi wa Ramadhan. Sasa unaweza ukatazama wewe Qur'ani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi wa Ramadhan, namna alivyokuwa akirefusha kisomo katika mwezi huu wa Qur'ani, kuonesha mafungamano makubwa yaliyopo kati ya ibada hizi za mwezi huu na kitabu hiki cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi kisimamo chetu tumejitahidi juzu moja, lakini hapo wengine tunachoka, au imamu mwingine tunaweza kumuona anakwenda taratibu,
kwenye hiyo juzu moja, lakini hii ni rakaa moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo anatafuta juzuu karibu 5 kwenye rakaa moja. Kwa hiyo kuna mafungamano makubwa kati ya Qur'ani na qiyamu Ramadhan. Tusikimbie qiyam Ramadhan, na hapa nailenga sala ya tarawih. Tujitahidi sana katika sala hii, kwa sababu hii ndio sala pekee ambayo katika mwaka mzima ndani ya sala hii tunajaribu angalau kuisoma Qur'ani ndani ya sala. Katika sala za kawaida tunasoma kwa aya tu za kawaida, lakini swala ipi ambayo sisi kama Waislamu tunaionyesha ndani yake nafasi ya Qur'ani kwa uchache kabisa ni qiyamu Ramadhan, ni swala ya kisimamo cha Ramadhan. Kwa hivyo kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiipa nafasi kubwa Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi na sisi tuhakikishe kwamba tunaipa Qur'ani nafasi hii ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Qur'ani imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Qur'ani na siyam, funga ambayo iko ndani ya mwezi wa Ramadhani, hawa ni waombezi wawili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahwaj ma yakunu linsan, katika mazingira ambayo mwanadamu anahitaji kweli kweli kila kitakachoweza kumsaidia katika mazingira hayo, inakuja Qur'ani na siyamu vinakuja kukuombea. Kwa haya ni mafungamano makubwa mno. Lakini kadhalika katika kisimamo cha mwezi wa Ramadhan, imma katika sala za jamaa au katika visimamo vyetu sisi wenyewe, kwa yule ambaye anaamka usiku kwa ajili ya kusoma, tusimame kweli kweli na tudumishe Qur'ani ndani ya mwezi huu katika kuzilea nafsi zetu, ili baada ya mwezi wa Ramadhani tuweze kuifanya hii Qur'ani kuwa ni sehemu ya maisha yetu, ni sehemu ya maisha ya Muislamu. Anatakiwa aishi na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kama ilivyo nafsi zimeumbiwa kule kukichoka kitu ambacho imekizoea. Sasa Muislamu anatakiwa pale ambapo nafsi yake inapofanya taksiri, inapokuwa na mapungufu na kuzembea katika baadhi ya mambo, abakie katika haki, yani simtoe kabisa. Kwa maana isiwe Muislamu si mtu wa Qur'ani, si mtu wa qiyamu, si mtu wa kudumisha ibadati, anakwenda mpaka anaporomoka moja kwa moja. Hilo jambo litakuwa linatutoa katika nafasi yetu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tuwe. Nimezungumza nukta 3 kwa leo, na mimi ningependa mubakie na hizo nukta 3, na kwamba Qur'ani imeteremka ndani ya mwezi wa Ramadhan. Qur'ani na siyamu ni waombezi wawili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani na qiyamu Ramadhan, kwamba haya ni mambo ambayo yanaonyesha mafungamano makubwa yaliyopo kati ya Qur'ani na mwezi wa Ramadhan. Akituafikisha Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuja kumalizia nukta chache zilizobaki katika maudhui hii. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.